Sana hapa tupo Justifit, na kama ambavyo taarifa zilivyotolewa kwamba kesho mashindano ya Kombe la Mapinduzi yataanza, na wakati tunaelekea katika mashindano hayo pia kamati ya Kombe la Mapinduzi iliwataarifu umma kwamba mashindano ya mwaka 2026 hayatakuwa mashindano ya kawaida, mashindano ambayo yana ukubwa wake, mashindano ambayo yameimarishwa katika eneo au maeneo mengi, hususan katika upande wa zawadi, fedha zenyewe ambazo zitatolewa na maeneo mengineo mengi ambayo mtakwenda kujionea. Lakini moja kati ya sehemu kubwa ambayo tumewaita hapa Justifit, mtakwenda kushuhudia hichi ambacho punde hapa taarifa tutawapatia, na mtakwenda kuzitoa taarifa hizi kwa jamii kuhusiana na namna ambavyo kamati imedhamiria kwa msimu huu kuyafanya mashindano ya Kombe la Mapinduzi kuwa makubwa, yenye kupendeza na ambayo yanakwenda kuacha alama kwa visiwa vya Zanzibar, Tanzania, East Africa na Afrika pia kwa ujumla, kwa vile ambavyo tumedhamiria kwenda kuyafanya mwaka huu. Sasa nichukue fursa hii kwanza kuweza kutambulisha meza kuu hapa. Pembeni yangu tupo na katibu mkuu wa kamati kuu ya Kombe la Mapinduzi ndugu Rashid Said Suleiman, lakini vile vile tupo na mtendaji wa Justifit ndugu Haji Digigo, na kadhalika tupo na mwenyekiti wa kamati ya fedha Kombe la Mapinduzi ndugu Halid Bakari, ambaye kama mnavyomuona hapo. Kwa hiyo huo ndio ujumbe ambao tuko hapa, na kwa wakati wa sasa basi nimpe nafasi katibu mkuu wa kamati kuu ya Kombe la Mapinduzi ndugu Rashid Suleiman, atatupitisha katika taarifa iliyotufanya leo tuitane hapa. Kwa hiyo ndugu katibu, karibu sana. Asante. Assalamu alaikum. Kwanza kabisa nami nimshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia asubuhi hii kuwa hapa pamoja nanyi katika yale tu ya kuendelea kuhabarisha umma nini kinachokwenda kufanyika kuanzia kesho kama tulivyosikia hapa awali kidogo. Pili ni washukuru nyinyi waandishi kwa kutuunga mkono, kuendelea kuwa nasi kufika hapa na kusikiliza, ili muwe kiungo kizuri kati yetu na Watanzania au watu wote duniani. Maanake hili si la Tanzania au si la East Africa peke yake, ni la ulimwengu. Nanyi ndo daraja ambalo mnatoa taarifa zetu kuzifikisha sehemu zinazotakiwa kufika. Kwa niwashukuru sana kwa kupoteza muda huo, lakini hampotezi. Ni kwamba mmefanya wajibu wenu, lakini wa wajibu bila shaka ni kwa uzalendo pia, ndio maana mmefika. Nawashukuru sana. Tatu ni washukuru wadhamini. Mimi nasema tu kwa ujumla, baadaye mwenyewe mwenyekiti wa fedha atasema hasa kwa ndani. Niwashukuru wadhamini kuendelea kuiheshimisha nchi yetu ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, kwa kuyafanya mashindano haya Mapinduzi Cup kuwa makubwa zaidi na zaidi kila mwaka unapokwenda. Kwa kweli mwaka huu ni mwaka zaidi wa kipekee, na ndio maana tuko hapa kwenye hili ambalo tutalisema punde, au ambalo tumeanza kulisema muda uliopita sasa hivi, yani ambalo tunalizungumzia. Pia ni washukuru viongozi wetu wa nchi. Nimshukuru sana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuendelea kuifanya Zanzibar kuwa nchi ya kimichezo, kuendelea kuifanya Zanzibar kuwa nchi ya furaha, nchi ambayo kila mtu anatamani afike aone Zanzibar kuna nini, enjoy mpira, enjoy michezo mingine aina yote, enjoy maisha ya Zanzibar ya kitalii na kila kitu. Kwa kweli ni rais ambaye kaja na jambo jingine jipya zaidi kwetu sisi wana michezo na kwa Wazanzibari kwa ujumla. Tunampongeza sana. Tunampongeza pia Rais wa Jamhuri na wengine, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia na viongozi walio chini yake kwa kuendelea kudumisha furaha, kuendelea kudumisha amani, kuendelea kudumisha muungano ambao umetufanya sisi leo tuvuke kutoka Zanzibar kuja hapa Dar es Salaam kwa ishu ya mapinduzi. Mapinduzi ni ya Zanzibar, lakini bila ya mapinduzi kusingekuwa na muungano. Muungano huo ndio ulotufanya tuje hapa, tujisikie tupo nyumbani na tuyafanye haya tunayoyafanya. Tunawashukuru, na Mwenyezi Mungu awape afya njema, awape umri mrefu, awafanyie wepesi kwenye kila jambo lao.
nilisema generally na washukuru wadhamini ambao watashukuriwa zaidi na mwenyekiti wa fedha, lakini kwa mantiki iliyotuleta hapa ni mshukuru sana mdhamini Justifit ambaye kwa mwaka huu ndiye mdhamini anayebeba hizi zawadi zilizopo mbele yenu, na kilichotuleta hapa leo ni kuja kuonyesha umma kwanza sisi kupokea kutoka kwa Justifit, lakini pia kuwaonyesha watu kwamba mwaka huu zawadi tunazoenda kuzitumia ni hizi. Tulikuwa huko kabla nilikuwa nikisikika nikisema kwamba mwaka huu tuna zawadi za aina ya kipekee, zawadi maalum, zawadi tulizozitengeneza mahsusi kwa ajili ya Mapinduzi Cup. Sio tu zile zawadi unakwenda dukani kununua na kuzitumia kwenye Mapinduzi Cup. Mwaka huu zawadi zetu tulitoa kabisa huko kiwandani, namna gani tunataka ziwe, zikatengenezwa kwa ajili yetu, na ndio leo zipo hapa mbele yetu. Muda mchache ujao Justifit atatufahamisha hii ni kwa ajili gani, wakati huo akifanya makabidhiano kutoka kwake kuja kwetu na kuwahabarisha watu kwamba zawadi hii ni kwa lengo lipi na hii ni kwa lengo lipi. Kwa hiyo tunamshukuru yeye na tunawashukuru wadhamini wote kwa ujumla wake kama nilivyosema kwa ujumla, na yupo ambaye atawashukuru mmoja mmoja kwa kutaja hasa kwa majina yao, kwa maana ya mwenyekiti wa fedha, yeye ndo anayewatambua zaidi, lakini tunawashukuru wote. Tunamshukuru, mimi niwataje tu kwa haraka, ni NMB, PBZ Bank, Azam Media, yeye Justifit, Robi One Pharmacy, TRA, mamlaka ya bandari Tanzania TPA, shirika la bima Zanzibar ZIC na wengineo ambao muhusika zaidi atakuja kuwataja mmoja baada mwingine. Kwa hiyo baada ya hayo naomba tu kumkabidhi Justifit mwenyewe. Nasema Justifit simtaji jina, nataja Justifit kwa sababu ndio mwenyezi zawadi. Kwa hiyo naomba nimkabidhi yeye sasa atuonyeshe zawadi hii hapa ni kwa lengo lipi, hii hapa ni kwa lengo lipi, na atukabidhi. Lakini kama tulivyosema mwanzo, mwaka huu hata marefari tumewafanyia vitu vya kipekee. Naamini hapa tutaenda kuviona muda si mrefu. Karibu tuendelee. Salamu utambulisho. Kwa majina anaitwa Haji Degigo ambaye ndio mtendaji wa Justifit. Leo katika hadhira hii ni kwamba tumekuja kujitambulisha kama wadhamini wa Mapinduzi Cup. Na lengo kubwa kwa Justifit kama mnavyofahamu, kwa wale ambao umetufuatilia kwa karibu, ni kuinua na kukuza mpira wetu Tanzania. Na hivi ni kwa sababu kwa kuangalia na kuona kwamba Mapinduzi imekuwa kubwa polepole, kuanza tangu wachanga mpaka sasa ilipofika ni level iliyofikia, ni level kubwa sana. Na level hii ilipofikia Mapinduzi sio sehemu ambayo kwamba ikaendelea mashindano yakaendeshwa katika hali duni ama kiolela, bali ni kwa kuongeza na kuikuza Mapinduzi Cup, kwa sababu inapolekea could even become an international competition. So kwa sisi Justifit tumeona kwamba it's very important kuengage na Mapinduzi na kuwasaidia katika kuboresha na kuleta umaridadi katika kombe hili na kuongeza tija, kwa sababu sometimes kama alivyosema katibu hapa, tuzo zinatoka ni very generic za kawaida, ambao hata mtu akienda dukani Kariakoo anaweza akaipata, inashusha hadhi ya ushindani ule. Chukulia picha kwamba wewe ndio mchezaji bora wa tamasha, only to be given a trophy that someone could have bought it in Kariakoo. Kwa inandoa ile uzito wa shindano na uzito wa ile award ambao mtu amepewa. Kwa kama alivyosema, kupitia maelekezo mahususi kutoka kamati kuu ya Mapinduzi, tumeandaa hizi awards kwa ajili ya washindi watakaopatikana, lakini also mbele yetu hapa kumekosekana medali, lakini pia medali ni miongoni mwao. Kwa kuanzia kabisa sisi tutaanza pia kuwavalisha marefari, kwa sababu pia ni sehemu kuu ya mchezo, kuonesha kwamba kuna umaridadi wa marefari na kwamba kweli wako uniform. Na hizi ndio uniform katika upande wangu kulia za marefari ambao watavaa katika mashindano yote ya Mapinduzi Cup. Lakini pia at the same time kuna uniform za ball boys ambao watakuwa wanaokota mipira kuensure kwamba mchezo unaendelea kwa wakati. Chengine ambacho mtakuwa mmekiona ni mpira ambao utautumika katika Mapinduzi Cup. Mpira huu kama kawaida mmeona tulipofanya kwenye ligi kuu bara, mpira ambao ulikuwa ni quality, wenye vigezo, ambao tunajua kwamba kwa wachezaji ambao wanacheza katika level hiyo ya professional wata appreciate quality ambao ilotumika
kuweza kwamba kuenjoy mpira wao na kupata matokeo. Mbele yetu pia kuna award tofauti tofauti. So now we will award kuanzia kule ni goalkeeper, best goalkeeper naye atapata award yake. Pia kuna top scorer ambaye ni kiatu cha hapa. Alafu pia tuna best player of the tournament. Lakini pia kuna man of the match kwa kila mechi ambayo itakayofanyika. Kwa kila mechi itakayofanyika, man of the match naye pia atapata award yake. Kizingatio ni kile kwamba ni ubora, kwa sababu ndo sisi Just Fit ni misingi ambayo tunasimamia ni ubora. Lakini pia ni kukuza vipaji na kukuza tamasha letu hili la mpira. Na sisi kama Just Fit hatu deal tu na vilabu, lakini huu ni ushuhuda kwamba tuna deal na taasisi za mpira. Tungependa pia kudeal na federations za mpira, lakini sio tu kuishia ndani ya Tanzania, lakini generally in the East Africa community. Lengo kwamba saa hizi mpira wetu umekuwa, dunia magharibi imekuwa ikituangalia sisi kuona kwamba vipaji ambavyo vinapatikana, na Mapinduzi imekuwa ni sehemu kubwa ya kutoa vipaji vingi ambao sasa wanacheza not only kwenye timu za taifa, lakini katika timu kubwa ambazo ziko Tanzania bara. Sasa kama hii ni sehemu kubwa ya kutoa vipaji, and then kuna kila jukumu kuensure kwamba shindano hili linazidi kuwa kubwa, linaleta hamasa, so that kwamba huko chini kwenye grassroots watu wanatia nguvu zaidi kukuza vipaji, kwa sababu wanajua kwamba kuna platform. Sasa shida kwamba hizi academy na vilabu inapata uzito kukuza vipaji na kuinvest katika hiyo sekta, kwa sababu wanajua hakuna platform. Sasa kwa Mapinduzi imeleta hiyo platform, na sisi kama Just Fit tunaona kwamba kuna kila haja kuchangia na kuboresha hii platform, na kwamba kila siku inapoenda kwamba vijana wetu wanapata hamasa kwamba kujua kwamba ipo siku nao watapata nafasi yao ya kuonekana. Basi kwa hayo machache bila kuwachosha, ningependa kwamba kuwakaribisha hapa dukani kwetu Just Fit. Tunatoa vifaa tofauti vya michezo, including ambavyo unaviona, lakini zaidi ya kwa wale wapenda michezo wanaopenda kwenda gym, kukimbia, viatu, lakini ambao wanapenda kupendeza. Cha msingi ni kile issue ni kwamba ni quality na kuona ubora wake. Kwa machache ningependa kumrudishia afisa habari.